ukiniuliza kwamba nitaje mchango wa Engineer Hersi kwenye hili shirikisho la vilabu barani Afrika, bado yani hana muda mrefu sana ameingia kwenye hichi cheo, kwenye hao madaraka. Kwa hiyo kuna vingi ambavyo bado sijaviona akivifanya. Hata hiyo kauli kwamba amepewa tuzo kwamba kuunganisha vilabu vya Afrika, yani nina struggle kuelewa ni ameviunganisha kwa mtindo upi. Kwa sababu bado sijaona kwamba ameita labda mkutano wa wanachama hivyo vilabu, tukashuhudia yeye kama mwenyekiti wa hivyo vilabu anazungumza na labda wenye viti wengine wa vilabu barani Afrika. Sijajua wao wameona nini mpaka kumpa hiyo tuzo, lakini naheshimu ni mtu ambaye amekuwa anaonyesha juhudi za kutafuta kwenye makongamano kama, na yes, ana deserve kwa sababu mwisho wa siku kama mtu ambaye anafanya juhudi ya kutafuta maarifa kwenye makongamano makubwa kama haya, mwisho wa siku tunategemea kwamba maarifa ambayo atayapata huko anaweza akaleta kwenye hili shirikisho la vilabu barani Afrika, na mwisho wa siku tukaona matunda. Inawezekana sio kwa kipindi hichi au kwa miaka miwili. Inawezekana the way ambavyo wametransform Young Africans ndio kitu pekee yake kimesababisha World Football Summit waweze ku acknowledge kile ambacho amekuwa akikifanya. Sitaki kuamini hilo, kwa sababu wao wameelezea wazi kwamba wamempa tuzo kwa sababu ya kuunganisha vilabu, kuunganisha mpira wa Afrika hasa kwenye upande wa vilabu. Ndio maana sielewi ameunganisha kwa namna ipi. Labda wao ndo wanajua kwa nini wamempa hiyo tuzo na kuelezea kwamba wamempa tuzo kwa kuviunganisha vilabu barani Afrika. Hawajaihusisha Young Africans. Yani ni tuzo ambayo imekwenda kwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, sio rais wa klabu ya Young Africans. Tukija kumzungumzia Engineer Hersi kama rais wa Young Africans, kulingana na yale ambayo amekuwa akiyafanya ndani ya klabu ya Young Africans, kuna namna yoyote unadhani ikitokea hata leo Engineer Hersi ameondoka ndani ya Young Africans kama kiongozi, inaweza ikaathiri na kuifanya Young Africans irudi nyuma zaidi kutoka hapa ilipo na kwenda kule ilikokuwa zamani? Sidhani, kwa sababu Yanga wamepita viongozi wengi sana, na Yanga sio ya mtu. Yanga ni taasisi ambayo inaendeshwa na watu. Kwa hiyo watu wanakuja na kuondoka. Engineer amekuja, ameplay part yake, amekuja na yupo anaendelea kuplay part yake, na amefanya makubwa sana kwenye klabu ya Young Africans, mafanikio makubwa sana. Ametengeneza records nyingi ambazo pengine hazikuwahi kuwekwa huko nyuma, lakini bado Young Africans ina viongozi ambao wa mfano ambao pia nao walifanya makubwa, kina Manji na wengineo waliopita ambao bado wanaendelea kuwa na heshima kubwa ndani ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo hata leo hii ikitokea ame step down, ameondoka Engineer Hersi kwenye nafasi yake ya urais wa Young Africans, bado naamini anaweza kaja mtu mwingine ambaye mwenye maono zaidi na kaipeleka Young Africans ikafanya vizuri zaidi hata hii anayoongoza Engineer Hersi. Ukichukua hichi ambacho Engineer Hersi amepewa kwa maana ya tuzo ya heshima kutoka World Football Summit, na kile kinachofanywa na Young Africans Tanzania kwa maana ya huu mgogoro wa dabi unaoendelea kuwepo, hii inatafsiri nini? Tafsiri yake ni kwamba yeye ni kiongozi mkubwa wa klabu kubwa Afrika Mashariki, Tanzania, lakini pia ni kiongozi ni kiongozi ambaye anaviongoza vilabu vyote barani Afrika kama mwenyekiti wa hilo shirikisho. Kwa kazi yake ni kuhakikisha kwamba vilabu vya Afrika vinaongozwa pasipokuwa na migogoro, pasipokuwa na mifarakano aina yoyote. Na unapozungumzia migogoro ndo kama hichi ambacho kimeendelea kutokea kwenye mpira wa Tanzania kuhusiana na hizi dabi. Sasa ni busara za yeye kiongozi, kama ambavyo amepewa hiyo tuzo ya kuunganisha vilabu barani Afrika, na yeye inabidi aunganishe mpira ili hii migogoro isiweze kutokea. Na hapo sasa ndo busara, tunarudi kwenye busara. Kama kiongozi hapaswi kuchochea migogoro, anapaswa kuiondoa ama kuhakikisha kwamba ndani ya klabu yake anayoongoza na ndani ya vilabu ambavyo anaviongoza barani Afrika kuna kuwa hizi changamoto ndogo ndogo na migogoro ambayo inatokana na vitu mbalimbali inakuwa haitokei. Kwa sababu mgogoro ambao unazungumzwa Simba na Yanga ni mgogoro wa kikanuni, na yeye ni rais wa klabu na ni kiongozi ambaye anafahamu kanuni za mpira wa miguu. Kwa hiyo sidhani kama anapendezwa sana kwenye karia yake hii ya uongozi na vyeo alivyonavyo
klabu yake ihusishwe na migogoro, wakati yeye mwenyewe ni kiongozi mkubwa na anafahamu taratibu za mpira wa miguu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naamini vitaisha, na yeye kama kiongozi mkubwa wa timu kubwa na vilabu barani Afrika anaweza kutumia busara zake na maarifa yake, mambo yakamalizwa, tofauti na watu wengine wa pembeni ambao wanapiga kelele. Kwa lugha nyepesi tuchukulie kwamba hii tuzo inaenda kuneutralize ile hatuchezi, sasa itakuwa transformed, watacheza. Sijajua kwa sababu mwisho wa siku wenye maamuzi, kwa mfano wenye maamuzi na hili yeye anakuambia ni kamati ya utendaji ya klabu ya Young Africans, ndio watu ambao wanapitisha maamuzi, lakini still bado yeye kama rais wa klabu ana hiyo power ya kuwa na final say kwamba bana tumalize, tufanye hivi, tufanye. Naamini washazungumza, kinachobakia sasa hivi ni kusubiri tu maamuzi ambayo alifikia. Kila kitu washazungumza, yeye mwenyewe anajua ambacho alizungumza siku ile wakati wameitwa na serikali, lakini kinachofanyika tu ni kuwapa moyo wanachama na mashabiki wa Young Africans, lakini ili jambo limeshamalizika. Bwana, jambo limeshamalizika. Yaani issue za kwamba hatuchezi inawezekana ni maandishi tu au ni maneno ambayo yanapaswa kuendelea kuwepo, lakini time itakapofika kitapigwa. Huo ni mtazamo wa Bwana Shabel Daniel.